Kaa. Nisikilize kwa makini sana. Hii ni mara ya mwisho. Usitumie hasira kutekeleza shambulio lolote. Nimekuonya, ninakuonya tena. Usije ukarudia tena. Umenielewa? Haya, nenda kajisafisha. Sima mwanangu, ni rangi gani ulionayo kichwani kwako kwa sasa? Kivuli hakina rangi. Mr. Mola. You see? Kijivu. Kijivu. Kijivu, rangi ya mauti ndo ninaona mbele yangu, Mr. Mola. Nyoka ni kiumbe hatari sana. Si rahisi maficho yake kuyafikia. Lakini asikiapo sauti ya tai hukosa ujasiri na humpelekea kutoka katika maficho yake aliyokuwa akiamini kuwa ni salama na kutafuta maficho ambayo ni salama zaidi kwake, bila kujua ya kwamba ni hatari kwa maisha yake, kwa sababu tai huweza kumwona kupitia mahangaiko yake. Laiti angekaa pale alipokuwa, isingekuwa hatari kwake. Ndicho ninachokiona kwako Sima. Mr. Mola, ni lini nitapumzika kuhisi ninachotamani kukimaliza? Siku ya buriani yako Sima. Jiandae kwa chakula. Mwambie na Emily. Utakuwa msemaji, mimi nikiwa nasoma mchezo. Na kama kazi itakuwa ieleweke, itabidi tujue kwa nini huyu jamaa amejua kama sisi tunafanya hizo kazi. Upo sahihi. Tulipopata approach mara ya kwanza, ilibidi tujadili. Kwa sababu sisi tunahitaji kazi ili tujue kazi itafanyikia wapi. Lakini inabidi tuwe makini sana kwa sababu hali ya nchi imechafuka sasa hivi. Lakini inaonekana kama jamaa anatujua.
Tumemkuta bosi? Yes, yuko huko ofisini kwake. Nahisi sasa ni wakati mzuri wa kufahamiana. Okay, mimi naitwa Bwana Kambona. Haina haja ya kujielezea. Maana faili lako lote ninalo. Bwana Magige. Haya. Tunaweza kuongea sasa. Okay. Tupo hapa kwa ajili ya kazi. Cha msingi ni kujua mlengwa ni nani, location ni wapi, na kiasi cha kazi. Na kazi tutaifanya vipi? Kuua, kuteka, au kujeruhi? Tunawezaje kufanyia biashara ya siri kama hizi ikiwa hawa malaya wa bei rahisi wanaingia kama hapo chooni? Huoni kwamba itakuwa ni hasara kwetu na kwako? Kwani mpaka sasa ushakuwa na malaya wangapi? Na kazi yako na hawa malaya vinahusiana nini? Wanakuzuia nini hawa malaya kufanya kazi yako kama unavyowaita? Fanya kilichokuleta. Sawa? Sawa. Tunahitaji maelekezo. Sawa. Hayo ndo maelezo yanayotakiwa kufanyika. Sasa basi, mimi kwa kuanza nitawapa milioni 140, na baadaye kazi itakapokamilika nitawamalizia pesa yenu. Tumeelewana? Sawa, ina shida. Hebu subirini kwanza. Mnawezaje kwenda kutimiza kazi ambayo hamjui mlengwa ni nani? Je, kama mlengwa ni baba yenu au mama yenu, mtafanya nini? Muda ni mwalimu mzuri sana. Pale ambapo maumivu ya wengine
yanageuka kuwa furaha yenu. Emil, nimemkuta bosi? Yes, yuko ofisini. Nina mzigo wake nataka nimpatie. Acha tu nipeleke. Kwa nini siende mimi? Hapana, kuna kazi anamalizia. Okay. Emil. Bora kama una damu usoni. Nimejikwangua kidogo tu hapo, kwa hata usijali. Unaweza ukaenda. Fanya kile linalowezekana waongee. Wako wapi? Niko mwenyewe. I say wako wapi? Niko mwenyewe tu hapa. Mtu. Mama. Eme. Hao watu sio wa kawaida kabisa. Inathamini pesa kuliko uhai. Hata tukisema tuachie sasa hivi, wanajali maslahi yao. Wanadamu za watoto wadogo. Hiki ni kikundi ambacho tunatakiwa tukiteketeze hapa duniani. Kisiwepo katika sura ya dunia. Siwezi kukubali mpaka nihakikishe damu yao inalipa deni.
Sima. Ndio boss. Emil. Sikilizeni binti zangu. Ilibaki kidogo ni waue nyie pamoja na wale vijana. Sijakuelewa boss. Why? Vizuri. Nitawaambia sababu endapo mtajibu swali langu. Mnamwamini nani? Boss. Namwamini Yesu peke yake na sio mwanadamu. Hata nikisema kwa sababu naogopa kufa itakuwa na kudanganya boss. Sikilizeni binti zangu. Hata mimi simwamini binadamu yoyote. Ninamwamini Mungu pekee, kwa sababu yeye ndiye aliyoniokoa katika mauti. Je, mnataka kujua aliniokoaje? Mwisho wa chapter hii. Sasa nataka niwape kazi ya mwisho. Nataka pini za simu za wale vijana. Pigeni mnavyoweza, ila tu tunzeni sana uhai wao. Tumeelewana? Sawa boss. Je, Mungu alimwambiaje shetani juu ya mtumishi wake Ayubu? Alisema aguse mifupa yake, nyama zake, mali zake, lakini sio uhai wake. Yes. Sima, kumbuka wewe sio muuaji. Ndio boss. Kazi njema. Asante. Sidhani kama takuwa na muda mazungumzo na wewe tena. One bullet. Nahitaji password ya simu yako. Oh. Kumbe na wewe una mke? Hello mke wangu. Usijali mke wangu. Kazi zimekuwa nyingi. Tarudi. Sawa. Tarudi. Kumbe na wewe una familia. Mama yako anafanywa operation kwa pesa uliomwaga damu za watu, kwa pesa ya maumivu na machozi ya watu. Sina jingine. Nahitaji password ya simu yako. 7 9 8 7 Boss, kwa One Bullet hakuwa na kazi ngumu sana. Simu yake hii hapa. Nimehakikisha, nimekagua kila kitu chake na password yake yote naijua. Ni bora kufa kuliko kutoa password. Simu yako juu na mambo mengi na vitu ulivyovifanya. Umewapa njia ya kujua cheni yote nzima. Afu uongozi ulikuwa umetrack simu zetu.
kikosi kazi kinakuja hapa. So muda wanajua sehemu tulipo. Usingetoa password. Kwa muda gani nipo humu ndani kama ungekuwa umetrack? Kwa maana muda wote nilikuwa humu ndani wangekuwa wameshafika. Kama ona, usinilaumu hata kidogo. Kumbuka mimi ni binadamu. Moyo wangu ni donge la nyama, sio chuma. Shut up. Vipi kuhusu wengine? Sima ndo kafika sasa hivi. Namuona. Naomba uwe makini sana na Sima. Unazijua akili zake. Make hachelewi kuua mtu kule. Kuwa makini sana na Sima. Usimwache peke yake. Anapenda sana kutumia hasira pasipo kutumia akili. So, kuwa naye makini sana. Sabus. Naweza kwenda. Msijidanganye kama kuna hata mmoja wenu anaweza kutoka hapa. Au mkaje mkatolewa kwa namna yoyote hiyo. Vidume vya mbegu. Kidume mwenye mamlaka ya kujiamulia na mikono yake. Hatimaye leo anajua kuomba maji. Leo umejua kuomba. Leo umejua kuomba. Wewe si ni mwanaume ambao unaweza kushika wanawake? Mimi sio hivyo. Sio wa kushika mwili wako. Nina mambo mawili. Na katika mambo hayo mawili, moja hapo nianze na hili au munipe password. We Sima! Sima! Kulikuwa nikupe password. Bora unikate kichwa. Nataka nikate kichwa. Nitafanya hivyo. Bosi, Sima kila nikimgongea mlango hafungui kabisa na kauloki. Amekata simu na kuzima kabisa. Hebu sikia. Nenda kagonge pale mlangoni. Hakikisha anafungua. Sawa. Umeelewa? Fanya haraka. Sima. Sitakukata kichwa. Sitakukata kichwa. Nakupa. Sima. Fungua mlango.
Jana hatimaye mwanamke ametikisa kisiki. Nilizani itakuwa vigumu sana kutoa password zenu, lakini kumbe sivyo ilivyokuwa. Ilikuwa kazi rahisi sana. One bullet. Do you remember me? No, sir. Nashukuru sana. Kupitia wewe kazi yangu imekuwa rahisi mno, tena kubwa zaidi. Kupitia wewe nimemfahamu mgeni wangu. Kweli damu za watu haziendi bure. Tumekwisha. Acha ujinga. Mbona unakata tamaa mapema? Hii ni kazi, pambana, wewe ni mwanaume. Habari. Salama kabisa, karibu sana. Kwa majina Mr. Moki. Karibu sana. Asante sana. Nimepata ujumbe wako. Ndio maana nipo hapa. Vizuri. Vizuri sana. Namba yako nimepata kwa Mr. One Bullet. One Bullet? Yes. Na wiki moja sasa sijamuona wala hapatikani hata kwenye simu yake. Kwani yupo wapi? Usijali. One Bullet kuna jukumu muhimu sana analifanya, ila muda si mrefu utamuona. Na kwa nini mimi nipo hapa? Swali zuri sana. Kwa nini uko hapa? Mimi nina kazi na wewe ambayo nahitaji uifanye, na wewe ndo mtu sahihi kwenye hii kazi. Sema. Karibu. Asante. Na ni kazi gani? Siogope. Muda si mrefu utaijua.
Yeah. Hii inawezekanaje? Zi, Yes. nilikupiga risasi mwenyewe. Hii inawezekanaje? Unaenda wapi? Tulia basi. Utakuja kuletea matatizo mimi na mtoto. Kama sikuuawa basi laana. Mimi sifanyi hizo kazi unazozifikiria mke wangu. Nipo kwa ajili ya kutetea haki za watu, sio kwa ajili ya kuchukua uhai wala kutoa uhai wa mtu. Nielewe tafadhali mke wangu. Si kwa hivyo unavyonifikiria. Vicha wewe mna tatizo gani? Mnafanya kuwafurahisha mabosi zenu kwa ajili ya sifa, kwa ajili ya vyeo. Mimi naondoka. Mke wangu. Usiondoke. Huko nje hakufai mke wangu, hakufai hata kidogo. Naomba ubaki hapa hapa ndani. Please. Bora megakavu pamoja na utulivu kuliko nyumba yenye kalamu nyingi na magomvi. Mke wangu. Usiondoke. Hivi unadhani utakuwa shujaa kwa kupinga maagizo? He's not a toy. Zi, we are not here to compromise. We are just following the order. Wewe endelea kusikilia msimamo wako, lakini muda sio mrefu tunakupeleka mbinguni. Alafu mtoto wako aliyoko shule atakufuata huko huko. Listen. This has nothing to do with my family. This business is between you and I, not my family. Umegharimu familia yako. Sikia. Kwa mwanadamu isingewezekana. Lakini kwa Mungu imewezekana. Kuna usemi fulani hivi unasema hivi: ni rahisi sana kuanzisha vita, lakini haitaisha kama utakavyotaka wewe. Na sasa kazi ndio imeanza. And I'll see you soon. Very soon.